Ni nyumbani kwa Twilumba Kijumbe katika kijiji cha Ilembula, wilaya ya Wanging'ombe, mkoani Njombe. Wakati akikabidhiwa nyumba mpya aliyojengewa na kijana Bruno Njogoro mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa mtaa wa Ikwete uliopo katika halmashauri ya mji wa Makambako. Miezi mitatu iliyopita, Ayo TV ilifanya mazungumzo na Bruno juu ya dhamira yake ya kumjengea nyumba mama huyo ambaye ana ulemavu wa viungo, ambapo alieleza kuwa ameona dhamira hiyo ya kumjengea nyumba baada ya kukutana naye maeneo ya Njombe mjini, akitafuta riziki kwa njia ya kuomba kwa watu barabarani pamoja na kwenye maduka. Bruno ambaye ni msomi wa sheria anaendelea na masomo katika shule ya sheria, amesema awali alikutana na mama huyo akiomba msaada kwenye maduka mwaka 2024 na alimwahidi kumjengea nyumba ili aweze kuondoka kwenye nyumba ya kupanga na fedha anayoitafuta iweze kumsaidia kwenye matumizi mengine. Hatimaye hii leo Ayo TV imeshuhudia mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Mwansasu akikabidhi nyumba hiyo iliyojengwa na Bruno kwa kupitia michango ya watu mbalimbali, ambapo kwa sasa mama huyo amehamia kwenye nyumba yake huku pia ikiendelea kukamilishwa. Bado tunalo jukumu la kukamilisha hii nyumba, lakini kwa sasa tumeona ni vizuri mwenye nyumba kaendelea kuishi huko kutokana na miundombinu anayohitaji huko ambapo amepangisha. Miundombinu sio rafiki sana, kwa ndio maana tumefikia jukumu hili ili tuweke mlango baada ya mlango na kutengeneza sehemu ambayo anahitaji kulala, lakini tutaendelea kuhakikisha kwamba jukumu hili tunalikamilisha kwa 100%. Lakini pia ni washukuru tena wadau mbalimbali ambao wametoa sehemu ya fedha zao. Si kwamba wanacho kingi, lakini ule moyo wa upendo, moyo wa Tanzania, moyo wa utoaji ndani yao, moyo wa kusaidia ndio uliowasukuma. Lakini pia tuko hapa pia katika siku hii muhimu kuwaonyesha kwamba huyu kijana wakati anapita katika maduka na maeneo mengine, ile fedha walioitoa ndio imetufikisha mahali hapa, haijapotea. Kwa sababu wajibu wetu pia ni kujua, je, kila alichokuwa anachangisha ni kweli kipo? Ni kweli kibali alitoa mkuu wa wilaya? Niwahakikishie kwamba ni kweli kibali nilitoa kama mkuu wa wilaya ili aweze kupita kwa wadau mbalimbali, na leo hii tunaona kwamba tuko katika nyumba hii ambayo mama Twilumba tumemkabidhi rasmi. Ninge nilonga kibena kuti tiongise sana sawa asante. Nguruvi awabariki sana. Asante sana. Haya, nafikiri ndugu Twilumba Kijumbe ambaye ni mhitaji mwenye ulemavu wa miguu, nilikutana naye Njombe mwezi wa 10 mwaka 2024, ambapo nilikuwa ninafanya mazoezi katika ofisi ya waendesha mashtaka mkoa wa Njombe. Nilimshuhudia akiwa anaomba misaada katika soko kuu la Njombe, akipita duka kwa duka kuwaomba watu mbalimbali msaada. Nikamuonea huruma, nikamuomba niongee naye kwa uchache, akaniruhusu nikaongea naye na kumuuliza anatokea wapi, historia yake kwa ufupi. Nami nikafanya jitihada za kutafuta mawasiliano ya viongozi wake na nikajiridhisha ya kwamba anakaa kwenye mazingira ambayo si rafiki kwa maisha ya mtu mwenye ulemavu. Katika hiyo shida yake ndio iliyonigusa zaidi, kwa sababu umri wake umeenda, na nikapata picha ya akiwa mzee ataishi kwenye mazingira gani. Ndipo wazo la kumjengea nyumba lilipokuja. Lakini pia kwa kuwa niliwaza mbali, ndipo pia wazo la kumnunulia baskeli lilikuja. Ndani yangu nilikuwa nina keshi ya kama 6.5 nitamani nimpe kama sadaka yangu, lakini ndani yangu nikaona ni vyema nikaitumia hiyo kama ni
fedha kwa ajili ya kurahisisha hizi shughuli zote za kushughulikia mpaka mwisho dada yetu au mama yetu aweze kupata makazi na basikeli walemavu. Hivyo hicho ambacho nitamani mimi kumpa binafsi siku hiyo kama zawadi, ambayo na mimi nilikuwa nimefanya kazi fulani, niliona inisaidie kwenye safari, inisaidie kwenye malazi, vyakula, mpaka kila kitu ambacho kimefanyika mpaka nyumba hii kukamilika kwa matumizi binafsi. Nimejisikia moyo wangu una amani sana, lakini pia akili yangu kwa sasa imetulia, kwa sababu ndani ya moyo wangu kilikuwa kinafurukuta namna gani nitakamilisha hii nyumba, lakini pia namna gani nitapata baiskeli. Lakini tunamshukuru Mungu, yote yamefanyika, lakini pia na serikali imeweza kupokea vyema hili wazo ambalo nilikuwa nao, na wamekuwa pamoja nami kuanzia hatua ya kwanza mpaka hii ya mwisho, na mkuu wa wilaya mwenyewe amekuja kuzindua hii nyumba, lakini pia na kushuhudia haya yote, na ameyapokea na taarifa zote zipo kwake. Kiasi ambacho kimetumika hadi saizi ni milioni 9,026. Hiyo imeanzia gharama ya basikeli, kununua kiwanja, ujenzi wa nyumba na ukarabati, milioni 9,026. Na fedha hizi asilimia kubwa zimetolewa na watu wenye maisha ya chini, nikimaanisha wajasiriamali wanaouza madukani humo, nikianza na soko la Ilembula, Makambako na Njombe. Lakini pia wapo ambao nimesoma nao Mzumbe, chuo kikuu cha Mzumbe, wapo ambao nimesoma nao law school, marafiki zangu na Kigonsela, ambao pia wanaona haya ninavyo ya posti kwenye Instagram, Facebook, lakini pia na WhatsApp. Wanavyoona wanakuwa na mwamko wa kufanya. That's why imefikia hatua hii. Lakini pia wapo ambao ni wafanyakazi ambao nimebahatika kupita katika taasisi za kiserikali na taasisi za kidini, lakini pia na taasisi binafsi, na kuwaomba mchango mmoja mmoja. Wapo ambao wamefanya, nikitolea mfano TANESCO Njombe, wameweza kufanya, Igwachanya, kote huko wameweza kufanya.